Tukianza na zoezi hili la tinted, kuhusu tinted lina kwenda vizuri. Mwitikio ni mzuri, ni kwamba idadi kubwa ya magari wametoa tinted, na hasa maelekezo yangu ambayo nilitoa ya kutoa kile kioo cha mbele, yani front windscreen, ndio maelekezo yangu nilisema kutoa, na nilitoa angalizo kwamba mtu anaweza kuweka ile strip ndogo kwa ajili ya jua, hiyo inaruhusiwa, lakini kimsingi kioo kiweze kuonekana vizuri. Sikuzungumzia vioo vya pembeni au vya nyuma. Lakini nimepata taarifa vile vile, kwa mfano mkoani Arusha hivi karibuni wametoa maelekezo ya kutoa vioo vyote, kwa maana gari zima kwa jumla wake, na hii naamini imetokana na matishio ya uhalifu. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Arusha ametoa maelekezo hayo kwa maana ya mkoa wa Arusha, kutokana na hali ya uhalifu alivyofanya tathmini, akaona kuna haja ya kutoa tinted kwa magari yote, kwa maana ya vioo vyote ambavyo kama ambavyo ameagiza, tumeona kwenye vyombo vya habari. Kwa swala la mkoa wa Arusha kutoa maelekezo ya kutoa tinted gari lote kwa ujumla, ni la mkoa wa Arusha kulingana na mazingira. Kamanda wa polisi wa mkoa aliona kuna haja na matishio yaliyo katika mkoa ule, lakini kizungumzia kwa nchi nzima, bado tunafanya tathmini. Kama tukiona kuna haja ya kuendeleza lile ambalo linafanyika Arusha, basi tutatoa taarifa kwa wananchi, na vile vile tutaendelea kupokea taarifa za mikoa mbalimbali. Kama bado kuna matishio ya kuwa na tinted kwa gari zima bado lipo kama walivyogundulika Arusha, basi tutatoa maelekezo ya kutoa hizo tinted kwa gari zima kwa ujumla. Kwa hiyo niseme tu tunafanya tathmini, kama kuna haja basi maelekezo tutatoa kuhusu utoaji wa tinted kwa gari zima, ikiwa ni nyongeza ya yale maelekezo ambayo tulitoa awali ya kutoa front windscreen peke yake au kioo cha mbele peke yake. Kwa sasa kwa mtu ambaye anatoka Dar es Salaam gari yake na tinted, anaenda kwa mkoa kama Arusha ambao umezuia, huyu akikamatwa na polisi, sasa anataka kupigwa faini ama anataka kwenda bila atoe? Kama anakwenda Arusha na yeye ana tinted gari zima akaingia mkoa wa Arusha, nafikiri atapewa na maelekezo pale anapoingia mpakani. Unapoingia katika mkoa wa Arusha, utaratibu wetu ni kwamba ni kutoa tinted gari zima, basi atatoa, kwa sababu utoaji wa tinted uchukue hata dakika 10, dakika 20. Ukisimama hali tu utaweza kutoa, na askari watakuelekeza, bwana naingia mkoani kwetu, hapa ni mpakani, huku tunataka gari zote, yani vioo vyote umetoa tinted. Kwa hiyo utabidi utoe kwa kweli. Lakini swala hili la tinted la spotlight, spotlight naweza kusema mwitikio umekuwa mzuri. Idadi kubwa sana ya magari na hasa maroli karibu yote, sijawahi kuona, hata ukitembea huwezi kuona lori limeweka spotlight kule kwa juu. Karibu idadi kubwa kabisa wametoa. Kwa upande wa magari madogo, nayo magari mengi wametoa, na lile agizo langu la kufunika zile spotlight kwa ajili mtu labda kuingia au kwa ajili ya kazi maalum limetekelezwa, kwa maana wengi wamekuwa wakifunika zile taa hasa ambayo yanakuwa na kazi maalum. Na kimsingi niseme tu kwamba bado tunaendelea kufuatilia wale ambao tutaona wanakiuka kwa kuacha zile taa na usiku wakawasha, basi tutachukua hatua. Lakini bado zoezi la magari moja au ambayo yataonekana hasa malori ambayo yatakuwa yameweka spotlight, bado tutaendelea kuchukua hatua na kuyaweza kuyatoa. Lakini niseme vile vile tumeruhusu kwa magari ambayo yatakuwa na taa za ukungu. Taa za ukungu sio spotlight, kwa hiyo zile ziko kwa mujibu wa ya specifications za kampuni ambayo imetengeneza hayo magari. Kwa hiyo na sehemu kama unavyojua hapa nchini kwetu kuna baadhi ya maeneo ambayo kuna ukungu, kwa hiyo kuna muhimu kuwa na taa za ukungu ambazo zitasaidia kama ajali ikitokea kuweza kuzuia ajali ambayo inaweza kutokea. Kwa hiyo niseme tu nitoe wito wangu, agizo la jeshi la polisi la kutoa spotlight liko pale, na wale ambao wanaagiza magari nje wahakikishe kwamba wanapoagiza magari haya yasiwe na spotlight. Niwaombe sana kwamba zimekuja kiwandani, hapana. Jukumu lao ni kutoa maelekezo kwa kiwanda ambacho wanaagiza gari hilo lisije na spotlight katika nchi yetu.
Na hii imesaidia sana madereva wengi na wananchi kwa jumla wamefurahia jambo hili kwa mrejesho ambao tunaopata kwamba sasa hivi ukiendesha taa katika highway, ile swala la kumulikiwa taa limekwisha kabisa. Kwa hiyo niseme kwamba ni zoezi ambalo limekwenda vizuri, mwitikio ni mzuri na sisi tunaendelea kulisimamia. Kwa wananchi kwa jumla ni kwamba lipo tatizo kubwa la bodaboda na tunapoteza vijana wengi kutokana na ajali zinazosababishwa na bodaboda, na hasa uzembe mkubwa ambao wakati mwingine hufanywa na hawa panda pikipiki. Niwaombe sana jeshi la polisi, tunaendelea na mkakati wetu wa kusimamia kwa nguvu kabisa swala hili la udhibiti wa matumizi ya pikipiki hasa bodaboda, na tutakuwa wakali sana. Niwaombe sana swala la uvaaji wa kofia ngumu nchi nzima, sio baadhi ya mikoa tu au mjini, lakini mpaka vijijini wahakikishe kwamba wanatumia hizi kofia ngumu, na sio wale wanaendesha tu, ni pamoja na abiria wao wahakikishe kwamba wanavaa kofia ngumu. Liko tatizo la kupakia abiria zaidi ya mmoja kwa maana mishikaki. Vile vile swala hili sisi tutakuwa kali sana wale ambao tutawakamata, na tutachukua hatua kali kwa kweli. Tuwaombe wale ambao wanapanda pikipiki kuhakikisha kwamba anapanda ni mmoja mmoja. Lakini matumizi ya kilevi kwa bodaboda, uendeshaji wa pikipiki kwa muda mrefu, wengine wanakesha, ni hatari kiasi ambacho uchovu unaweza kusababisha ukapata ajali au abiria wako. Lakini vile vile jambo jingine la msingi sana kwa bodaboda ni kuacha kujichukulia sheria mkononi. Kumekuwa kuna tatizo kubwa la bodaboda anapofanya ni yeye labda kosa lake au la gari, lakini bado unakuta bodaboda wanajikusanya, wanafanya fujo kubwa sana. Kwa hiyo niombe bodaboda kwamba waache vyombo vya sheria vipo, askari watakuja kupima hiyo ajali, muhusika ambaye amefanya kosa atapelekwa katika vyombo vya sheria. Kwa hiyo niombe sana waache swala zima la kujichukulia sheria mkononi. Lakini mwisho katika uhalifu wa usalama wa barabarani, na hasa matatizo ambayo au makosa ambayo yanaweza kupelekea ajali za barabarani, ni waombe wananchi, tumekuwa tukitoa simu zetu sana, waendelee kupiga simu, waendelee kutupa taarifa, wasinyamaze ambapo baadaye inatokea madhara makubwa. Watupe taarifa hizi sisi tuweze kuchukua hatua stahiki kwa madereva ambao wanaweza kufanya uzembe wakasababisha mkapoteza maisha, msifike safari. Lakini vile vile ni madhara makubwa kwa taifa kuendelea kupoteza kwa Watanzania kutokana na ajali za barabara. Kwa sababu kimsingi utaangalia kwa kweli ajali hazitokei hivi hivi. Ajali zinasababishwa, na kama zinasababishwa sisi tuna uwezo wa kuweza kuzikabili na kuzisimamisha. Na sisi tunasema kwa kweli usalama barabarani ni jukumu letu sisi sote, na hatupendi ajali, tunataka kwa kweli tuweze kuishi salama. Asante kwa kujiunga na mtu wako wa nguvu, ripota wako wa nguvu Millard Ayo. Hapa ni Pugu Road, Dar es Salaam. Leo nimetembelea kwa mara ya kwanza Danube Home ambayo inapatikana GSM Mall. Bana, sikuwahi kujua kama kuna Watanzania wamewasogezea Watanzania wenzao vitu vyote vizuri. Sasa tembea na mimi tuone moja moja jinsi ambavyo inakuwa. Ni mara nyingi utakuwa umemuona Millard Ayo akiposti picha mbalimbali za nyumba kwenye Instagram, Facebook, Twitter na kwenye millardayo.com. Sikuwahi kujua pia kama nitakutana na sehemu Dar es Salaam ambako wanauza vile vitu ambavyo vinakamilisha nyumba za nguvu. Kiukweli siwezi kumaliza ghorofa zote 4 kukuonesha kila kitu kwa sasa. Cha kufanya ni wewe kuja hapa GSM Mall Pugu Road ujionee na vingine vingi ambavyo sijakuonesha bado.
Kazi yangu ni kukuhabarisha. Jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote. Install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS kwa jina hilo hilo la Millard Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia, kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.